بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس الأمس عن شبهة المشركين وهي شبهة سابعة، مجكوة شبهة سابعة في قولهم أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. تكسم جواب له شبهة على ثلاثة أوجه. وجه وكwanza ni kumtaka tafsiri sahihi ya الشرك. tukajibu shubha hii أنه يجاب أو أنها تجاب بثلاثة أوجه. شبهة هي يجيبوا kwa wajihi tatu. Wajihi wa kwanza ni kumtaka atafsiri uhalisia wa ashirku billah subhanahu wa ta'ala. الوجه الثاني يبين له معنى عبادة الأصنام. jawabu kwa wajihi wa pili ni kumbainishia maana ya kuabudu masanamu ni nini. Na wajihi wa tatu, tukisema wajihi wa kwanza atataka kubainisha tafsiri ya ashirku billah na mahala shahid alipotaja Sheikh faqul lahu idha kunta tuqirru anna Allah harrama ash-shirka a'zama min tahrim az-zina wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu fama hadha al-amru alladhi 'azamahu Allah wa dhakara annahu la yaghfiruhu fa innahu la yadri. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا؟ طيب وجه وبيلي akisema ashirku ibadatul asnam atasema hiyo bila shaka. Kwa hiyo wewe sasa unakuja kwenye kumbainishia maana ya ibadatul asnam, maana ya kuabudu masanamu. Na hapa ametaja fa in qala ashirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budu al-asnama faqul lahu ma ma'na ibadatul asnam. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاه فهذا يكذبه القرآن. يعني كمان akisema ukimuuliza taarifa ya ibada al-asnam anaweza akasema labda au ndio wale waliabudu masanamu ni wale waliodhania yanaumba yanaruzuku yanaendesha mambo. Kwa akisema hivyo mwambie Qur'ani inakadhibisha hilo, kwa sababu wao waliabudu siko kutarajia mambo haya, walitaraji vitu viombe kwa Allah. Wala shaka utakuwa ni viumbe na mfano wake. Na wajihi wa tatu katika shubha hii ni kumuelezea je shirki ni khas kwenye ibada al-asnam peke yake? Aljawabu la, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. طيب leo tuingie shubha ya 8 baada ya mukhtasar al-utad. shubha ya 8 kila mmoja amuoneshe jirani yake muingie leo. fa in qala innahum lam yakfuru bi du'a al-malaika wal anbiya. miona leo tuingie shubha ya 8. فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله. نيون ونشين نواجه wapi mchego
sio hapo baada ya aya jala alani tulishia miona قال إمام الدعوة عليه رحمة الله فإن قال أي المشرك ikiwa atasema mushrik washirikina wa zama zetu hawa innahum lam yakfuru hakika wao ay al-mushrikun al-awwal innahum lam yakfuru hakika wao washirikina wa zamani hawakukufuru bidu'a'il malaika kwa sababu ya kuomba malaika fa in qala innahum lam yakfuru akiwa atasema kwamba wao hawakukufuru kwa sababu ya kuomba malaika peke yake wala anbiya na manabii hawakufuru kwa sababu ya hilo wa inna ma kafaru lamma qalu na kasi wengine wao walikufuru pale waliposema lamma qalu pale waliposema almalaikatu banatullah ya kwamba malaika ni mabinti wa Allah innahum lam yakfuru bidu'a'il malaika pale watakaposema kwamba wao hawakukufuru tulisoma aya kaisha kwa hiyo tunaendelea baada ya aya ya kwangu inaanza fa in qala innahum lam yakfuru kuna maneno mengine hebu nuskha zenu hii moja asome kwako hapo soma sauti anza tena faida الاعتقاد والشرك الذي نزل به القرآن أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن الشرك المؤمنين أخف من شرك أهل الأمانة بأمانة mbona kama mnaenda mbali sana nage yuko mbele kabisa hii sio mahala pake mahala pake ni mbele hivi vitabu vyenu vipi baada ya kutaja mawali kadhia ina aulia mbele ipo hiyo ni mbele sana hiyo imeenda mbali sana angalia baada ya maneno haya maneno hapo kwenye kipengele baada ya kutaja swala la mawali ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun baada ya hapo ndio kuja masala haya ya kutaja farqu baina mushrikina wa sasa hivi na mushrikina wa zama za kale kwamba hawa ni ashad lakini tafuteni maneno fa in qala innahum lam yakfuru bi du'a al malaika baada hapo tulipoishia nitakana uje hapo umeelewa tulipoishia jana tafuteni haya maneno fa in qala innahum lam yakfuru leta hizo nuskha leta hiyo nuskha yenu nionyeshe kama hayapo sasa ويشاب آية إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمان الاعتقاد أحدهم أن الأولين وقولوا إذا غشيهم موج فسامة لنا كوينوا آيابها وكل ما تجي يروك ببوت فهذا نقولش لا تكلم نوابي هذا sawa wana mtatafuta maneno mengi sana hapa kama tutakuta basi
inabidi wewe ufahamu kwamba kuna maneno hayapo. Kabla nusakh tuangalia kwa maana yake kuna maneno hayapo. Baadaye mtafuata hiyo, mtaashiria ni waashiria mimi. Tayeb. Sasa mtizama kwenye vitabu ambavyo vipo. Kuna jawami zingine ziko. Kwa hivyo hizo mutuni kubwa mara nyingi zinakuwa hazijafanywa tahqiq. Hiyo kwako si hapo. Qala fa in qala nani, naomba simu yangu bwana. Fa in qala, ikiwa watasema al-mushrik, adalla kwa hapo yapo. Kuna maneno hapo utaandika fihi, utaweka mabano fi kalam mahdhuf, alafu utakwenda kuangalia min huna ila huna. Qala fa in qala innahum lam yakfuru bi du'a'i al-malaika, ikiwa watasema ya kwamba wao, yani washirikina wa zamani, sawa, hawaja kufuru kwa sababu eti ya kuwaomba malaika, wal anbiya eti kwa sababu ya kuwaomba manabii, wa inna ma kafaru lamma qalu, na hakika walikufuru pale waliposema al malaikatu banatullah, malaika ni mabinti wa Allah. Naam. Kwa hiyo wanasema kukufuru si kwa sababu eti umemuomba mtume, si kwa sababu eti umemtukuza mtume kiasi fulani, hilo halifanyi mtu akakufuru. Ndio maana kuna maneno ya al-Busairi anasema hivi katika Mimia, dama da'atuhu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima shita madhan fihi wahtakimi. Muhimu tu wewe acha yale walioyadai wa Kristo kwa mitume wao, la msingi na lilo muhimu wewe acha. Al-Busiri ni mwenye kitabu cha Burda, kitabu cha Maulidi cha Madih cha kumsifu mtume. Kwenye Maulidi anasoma vitabu hivyo, kwenye diwani yake ametaja haya maneno. Wewe msifu mtume, acha tu yale ambayo wa Kristo wao wameyasema kwa mitume wao, lakini wewe sema utakachokitaka kuhusu mtume wako kwa kumsifu, lakini wala usio na wasiwasi. Maana yake ni kwamba wao wanaelewa hata ile hadithi kwamba la tatiruni kama atarat an-nasara ibn Maryam, kwa maana tafsiri yake ni kwamba tukifika mahala tukasema kwamba Isa ibn Maryam ni Mungu ndio shida, lakini tukisifu mpaka tukamuomba na nini hakuna shida. Na kuna maneno hapa ya An-Nabahani, nataka nionyeshe kwamba hawa shubha zao ni moja, wote shubha zao ni moja tu. Kwa hiyo nataka ufahamu hivyo. Nabahani ana kitabu chake anakiita ameita Tibatul Gharra fi madhi sayyid al-anbiya. Tibatul Gharra fi madhi sayyid al-anbiya, anasema sifu wamdah wazaki washrah wabaligh وليعينك المساق والبلغاء فمحال بلوغ الحد مهما قلت وشيت من علو وشاء. asema wewe msifu mtume na mzaki washrah wabaligh, yani endelea fanya fikia kikomo cha kumsifu mtume, lakini wakusaidie pia watu wa balagha mafasaha. Ni muhali kufika mahala wewe ukafikia mahala eti ukafanya ughulu kwa sababu ya kumsifu mtume, haiwezi kafikia huko. Kwa wao wanaamini hata ukimsifu vipi mtume hauwezi kuwa ukaingia kwenye shirki, mpaka labda uje useme ni Mungu, ndio wanaamini hivyo. Ukitaka kuamini haya nawaambieni, sikilizeni haya maneno haya.
shida mbalimbali, lakini tumwambia ya Rasulullah, usitukoseshe istighfari yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni fursa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe istighfari yake, atuombe istighfari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna al-Imam al-A'zam Abu Hanifa wakati alipomwambia Mtume, ya sayyid as-sadat ji'tuka qasidan arju ridaka wa ahtami bihimaka, kuonesha wanazuoni wakubwa hawa wakifahamu kuwa hakuna raha kama kupewa dua na Mtume. Na sisi tumekuja kwa Mtume, kwa hivyo tuomba katika majalisi haya Mtume na yeye atuangalie kwa dua yake, Mtume atupe istighfari yake, atuombe istighfari kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna haja nyingi, maradhi, makero, shida mbalimbali, lakini tumwambia ya Rasulullah, usitukoseshe istighfari yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni fursa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani, walau annahum idh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaba rahima. Istighfari zetu hazitoshi, lakini atakayeleta istighfari kisha akapata bahati kuombewa na istighfari na Mtume, basi huyo ndo amefaulu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka sisi pia tupate bahati kama hii katika Qur'ani, leo mtu atapendeleza lugha ya Qur'ani, atafahamu kuwa aya hii haina hususia kuwa kuombewa istighfari na Mtume ni wakati wa uhai wa Mtume peke yake, la, kwa sababu hayati khairul lakum wa mamati, kama wale walipopata fursa kuombewa istighfari na Mtume, na sasa pia tuweza kumwambia ya Rasulullah tuombe istighfar. Haka mimi naambia kila siku hawa bid'a zao masabu ni haya ni moja, wewe soma ufahamu, na atataja kisa hicho cha al-Utbi. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah rabbil alamin.